Um, kwa pressure ambayo mashabiki wameionyesha jana kwenye klabu ya Simba, sidhani kama Matola atakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuendelea kubaki tena kwenye klabu ya Simba, na nafikiri ifike sehemu sasa, kama tulivyokuwa tukiimba muda mrefu, kila wanaokuja wakionekana wabaya, basi ifike sehemu pia wapate changamoto mpya. Unajua, tatizo sio wachezaji, tatizo ni kuanzia benchi la ufundi kwenda juu. Sasa hata wakimuondoa Matola pia ni sehemu ya tatizo, na kwa kuimaintain team nafikiri ni wakati sahihi wa kufanya maamuzi. Kuna kocha anatoka kwenye timu moja ambayo inashiriki ligi kuu, ambayo timu hiyo pia imetoka kufukuza kocha muda si mrefu. Ni kocha wa timu ya vijana. Kwa maelezo ambayo nimeyapata ya chini, kwamba anakwenda kukabidhiwa timu ya Simba na atakuja na almost bench zima la ufundi. Kwa hiyo kuna fagio linapita. Yaani kio lisia kwamba yeye anakwenda kushika nafasi ya Matola. Yes. Ujio wa kocha mwingine wa Simba. Yes. Okay. Na Matola hata kuwepo kabisa katika benchi. Na hili sasa kuna mambo mengi ambayo yapo hapo ndani. Kwa sehemu wanaweza wakawa wametibu tatizo, lakini sio kwa asilimia kubwa. Kwa sehemu. Na hii inaweza ikatupa taswira kwamba bado Simba hawajaamua kufanya maamuzi magumu. Nataka nikurudishe nyuma kidogo ili uweze kuona ni Simba wanatakiwa kufanya nini. Kwenye mzunguko wa viongozi wanaoiongoza Simba, kumekuwa na mzunguko wa sura zile zile, watu wale wale wanaotoka katika hulka ile ile, design ile ile, yani hakuna watu wapya. Lakini kuna kipindi kidogo tulipata ladha ya kuwa na CEO kutoka South Africa kwenye klabu ya Simba. Tuliona Simba ikifanya vizuri sana pale, na ilienda mbali kidogo. Akaja CEO dada yangu Barbara Gonzalez. Kitu ambacho kinaniuma siku zote katika mpira wa Tanzania na katika klabu ya Simba ni siku ambayo waliachana na Barbara Gonzalez. Kitu ambacho kiliniuma sana, kwa sababu tayari alikuwa ameshaingia katika mifumo ya mpira wa Afrika, lakini pia brain kubwa kama ile kuja kuipoteza, alafu katika kipindi ambacho hauna matumaini yoyote, ukiamini kwamba watu uliokuwa nao wanaweza wakupeleka katika sehemu sahihi. Lakini haikuwa hivyo, haikuwa bahati. Lakini mimi niseme tu wazi, kama kuna kipindi ambacho nilikuwa nimefurahi kumuona Engineer ameenda Yanga, niliona tunakwenda kupata dabi bora sana. Huku kuna Engineer Hersi Said, upande wa pili kuna Barbara Gonzalez, mmoja ya masio bora kabisa kupita katika ile klabu ya Simba, na amekuwa akifanya mambo makubwa sana, na alikuwa tayari ameshaanza kupenya kwenye mizizi ya mpira wa Afrika. Lakini ni nani katika wakati gani alifanya nini Barbara akatoka pale? Yani bado limeacha maswali mengi sana kwenye vichwa vyangu. Hata mashabiki wa Simba wenyewe wakiangalia kipindi kile CEO kutoka South Africa Senzo alipita pale, angalia namna ambavyo Simba ilifanya vizuri katika mashindano yote ndani na nje. Angalia alipokuja Barbara, angalia namna gani ambavyo Simba ilifanya vizuri ndani na nje. Baada hizi sura mbili kuondoka, zikaanza kuja rotation za sura zile zile, watu wale wale. Lakini sasa hivi akamleta CEO ambaye naye pia bado hajafiti kwenye vile viatu vya CEO na majukumu yake, kwa maana ya kujua fitna za mpira wa Afrika, kujua namna gani anakwenda kuziendea mechi kubwa. Bado kuna ana kazi kubwa ya kufanya. Dada yangu Zubeda ana kazi kubwa sana ya kufanya, kuweza kutambua mpira wa Afrika, kupenya katika ile miamba mikubwa ya mpira wa Afrika, kushika baadhi ya nafasi katika mpira wa Afrika, kitu ambacho Senzo alikuwa toka huko alikuwa amekuja tena na jina. Lakini Barbara Gonzalez alipenya kote huko, akafika mbali kidogo. Kwa kwangu mimi ninafikiri Simba walikuwa wamepoteza network kutokea hapo. Lakini pia bado hapa kwenye hii remu ya juu kutoka kwenye benchi la ufundi, hata huyo kocha anayekuja pia anakuja kukutana na viongozi wapi? Je, viongozi wote wana umoja ama kila mtu anawaza jambo lake? Anaweza akaja kocha aliye bora kabisa, lakini bado ukawa hakuna ile compactness. Unajua, mimi nasema kitu kimoja,
Simba watakataa siku zote kujifunza jambo zuri kutoka kwa Yanga, lakini niwakumbushe Simba alianzisha haya matamasha ya Simba Day, ndo akaja wakaiga Yanga ikatokea hapo. Ni mzee wangu kutoka Simba, sio Hassan Dalali. Yanga wakaona hili ni jambo zuri, hili ni tukio ambalo lina mashiko, wakaona kuna haja ya kufanya jambo hapa, wakalitohoa lile jambo, wakaliboresha kwa ukubwa wake, wakafanya kwa namna wanavyofanya wao, lakini initiator ni nani, mwanzilishi ni nani? Kwa hiyo kukopi jambo zuri sio shida. Yanga msimu uliopita, misimu kadhaa iliyopita, wakati Engineer Hersi Said alikuwa introduce katika mfumo wa mpira wa Tanzania kupitia klabu ya Yanga, watu wengi walimbeza sana pamoja na uongozi, lakini cha kwanza walichokifanya walipitisha fagio ku revamp system engine. Unajua kuwa na wazee wengi ambao wanaamini katika mifumo mingi ya kizamani ni ngumu sana kupata maendeleo, sio? Lakini angalia kitu ambacho Engineer Hersi alikifanya. Nadhani aliita wazee kanao chini, akawapa heshima yao, akawapa kitengo chao, akawapa nafasi yao, na kila siku unakuta wazee wa Yanga wamekaa pale kwenye klabu yao wanaenjoy maisha, sio? Lakini upande wa pili huku wambia mjisi nataka burudani, nataka mpira, hebu naomba mtulie, turuhusuni sisi da mchanga tufanye mambo, na sisi tunaitwa wahuni, sisi tunaenda wachekibobu, tuende tuendeshe mpira kwa staili hiyo unataka wao, alafu tusipo hapa ushindi, tusipo hapa yale ambao mnayataka, then mtatuambia. Kiko wapi kilichotokea sasa hivi? Yanga inazidi kupaa tu katika kila nyanja, inafanya vizuri, utulivu unaonekana. Kwa nini? Kwa sababu tayari washatengeneza ule umoja, lakini walifuta zile sura za zamani zote. Nikwambie kitu kimoja, klabu ya Simba isipobadilisha mfumo wanaoenda nao sasa hivi, kwa sababu kila anayekaa kwenye kile kiti haangalii ninaifanyia nini Simba, ninatakiwa niifanyie nini Simba ili iwe bora, anaangalia Simba itanifanyia nini mimi ili hata nikiondoka hapa niwe bora. Ninaweza nikasema hivyo, lakini kwa njia ambayo wanapita sasa hivi, hata Matola bado ninaweza nikasema ni kama scapegoat. Bado kiini kikubwa cha tatizo ni sura zile zile za watu wale ambao wengine misimu kadhaa iliyopita nyuma walikuwa wakiwatetea wanachama, lakini sasa hivi wako ndani ya mfumo, hawawezi kuzungumza tena, kauli ya thabiti hawana tena. Kwa hiyo wamekaa kimya tu, wanaenda kama maroboti, kwa sababu tayari kuna sehemu wameshashikiliwa. Kwa mimi niseme kitu kimoja, bado uongozi wa Simba unayo sababu kubwa ya kuangalia mfumo wake wa uendeshaji, kuanzia kwenye viongozi. Hizi sura kwani zikiondoka kuna shida gani? Kwamba Matola sio shida, ni sehemu ya shida, ni sehemu. Yaani isiwekwe kwamba yeye ndo tatizo, ni sehemu ya tatizo. Kuondoka kwa Matola, anayekuja hata mkuta Matola, ila atakuta kuna sura nyingine ambazo zipo, ni mizizi bado. Sio kama unaelewa. Si kuna, kwa mujibu wa taarifa, si kwamba uongozi unataka ufanye line kwamba fagio kwenye benchi la ufundi, tasema kwamba kuwaondoa watu wote na kumleta huyo kocha msaidizi ambaye anafundisha timu ya vijana timu ya vijana KMC, ambaye atachukua nafasi ya Matola, lakini pia na makocha wengine kutoka nje ya nchi. Uone kana kwamba hii ikawa na tija kwa klabu hiyo. Itakuwa na sehemu ya tija, ila wakija wanakutana na sura zile zile, watendaji ni wale, mifumo ya uendeshaji ni ile, watu ni wale, kilichobadilika ni benchi la ufundi tu. Kwa hiyo ni rahisi hawa wakija wafuate njia zile. Mimi nasema kitu kimoja, unajua hakuna kitu ambacho Alikamwe anasema anaenjoy kama kuona Simba wakiwa wanapigana, wanateseka, wanagulumbana, wanavutana mashati. Nilikuwa Taifa jana nikiangalia mechi ya Simba na Azam. Kuna kitu kimoja nilijifunza kikubwa sana. Unajua kiongozi imara au nahodha imara kwenye vyombo vya majini hivi anapimwa uimara wake chombo kinapoingia katika misukosuko. Viongozi wote, kila mmoja baada ile mechi alitafuta namna yake ya kuondoka uwanjani bila kujali uchungu na maumivu wanayowapata watu waliotoka sehemu mbalimbali kuja kuangalia ile mechi. Neno lao moja lilikuwa neno la faraja kubwa sana kwao. Nitakupa mfano mmoja ulio hai. Wakati Yanga amepoteza Malawi, kama utakuwa na kumbukumbu vizuri. Na kwa nini naitumia Yanga kama reference? Naitumia Yanga kama reference kwa sababu
kwa kipindi kirefu sana, miaka 3, 4, 5 nyuma huko, nilikuwa naitumia Simba kama reference wakati Yanga haifanye vizuri, kuwakumbusha majukumu yao. Sawa sawa? Naitumia leo Yanga kama reference kwa sababu mateso haya yanayopitia Simba ndio mateso ambayo Yanga alikuwa anapitia kwa sababu ya kutokuwa na uongozi ambao ni thabiti. Wakati Yanga imepoteza kwenye ile mechi ya kimataifa Malawi, zilirushwa clip nyingi sana, walizungumza watu wengi sana, lakini kuna kauli moja ambayo Engineer Hersi Said alizungumza na wachezaji. Aliwaambia hivi, kwetu sisi mechi imeishia hapa, tutapanda ndege, tutarudi Dar es Salaam kwenda kujiandaa na mchezo unaokuja. Kuna shabiki aliyepanda basi siku 3 barabarani kuja kutupa support. Mnamfikiria maumivu ambayo anayapitia? Mnafikiria uchungu anaopitia? Na safari hii itakuwa ndefu kiasi gani kutoka hapa Lilongwe Malawi kuelekea Dar es Salaam? Safari hii kwake itakuwa na ugumu kiasi gani? Hilo mnalifikiria? Kwa alizungumza na wachezaji katika toni ambayo sasa huyu ni kiongozi. Hakuishia hapo. Alianza kuzungumza na mashabiki waliokodi mabasi kutoka Dar es Salaam na mikoa mbalimbali. Akazungumza nao, akawapa kauli thabiti ya kiongozi, akawaambia tumepoteza ugenini. Tena tumepoteza kwa uzembe wetu sisi wenyewe. Lakini huu uchungu mnaoondoka nao hapa tumeubeba sisi. Tutakwenda kuujibu kwa Mkapa. Tutakwenda kuwapa furaha isiyo kifani kwa Mkapa. Tutakwenda kupambana kwa ajili yenu kwa Mkapa. Juhudi mlizotoa, gharama mlizotumia, nguvu mlizotumia, uwezo mlioonyesha, mchoko mliotoka nao kutoka huko mpaka mnaingia hapa Malawi, tunawahakikishia tunaubeba. Tutakwenda nao kwa Mkapa. Na hili litakwenda kujibiwa kwa Mkapa. Mimi na wewe tulikuwa kwa Mkapa siku ile mechi. Na nilikwambia wakati wachezaji wanafanya warm up, unajua mtu ambaye ana kiu na kitu ukimwangalia unaona kabisa mtu ana kiu na hichi kitu. Nilikwambia hii mechi inakwenda kuisha kipindi cha kwanza. Ndivyo kilivyotokea, sio? Ndio thabiti ya kiongozi. Kwa hiyo aliwatia moyo mashabiki, akawaaminisha, akasikia nao uchungu, akaumia nao. Lakini pia wachezaji akawakumbusha kwamba kuna watu nakwenda kusikia nao uchungu na nyinyi uchungu mtaupata. Kwa hiyo tutoke hapo tukapambane. Watu walikwenda kuvuja jasho na damu kwa Mkapa na wakapata matokeo. Yanga wakaendelea safari yao, sivyo? Sasa jambo la ajabu na la kusikitisha kabisa, viongozi wote wa Simba wote walikimbia uwanjani jana. Hakuna hata mmoja ambaye alipata wasaa wa kuzungumza hata na chombo cha habari chote kuwaambia mashabiki zao neno la faraja. Hiyo ndo kazi ya kiongozi. Chombo kinapokuwa kina misukosuko ndo wakati sahihi wa kiongozi kupimwa juhudi zake. Engineer Hersi Said ameshapimwa hivyo mara nyingi. Yanga ilipoteza na CR Belouizdad, ikawa inahitaji kuja kupata matokeo ya goli 4 kwa Mkapa, sivyo? Kauli ya Engineer Hersi unakumbuka akiwa Warabuni alisemaje? Hii mechi haijaisha, tutakwenda kumalizana nao kwa Mkapa na insha Allah ninawahakikishia tunakwenda kumalizana nao kwa Mkapa. Nini kilitokea kwa Mkapa? Belouizdad alipoteana, alikula chuma 4. Kiongozi thabiti na kiongozi imara hupimwa maneno yake wakati anapitia kipindi kigumu. Na huyo ndio Engineer Hersi Said. Na hapa Simba wakubali wasikubali, wanahitaji kupambana kupata kiongozi atakayetoka nje ya ule mduara wale viongozi ambao wapo sasa hivi. Ikiwezekana wale wote wapumzike, zije sura mpya, watu wafanye michezo, wazunguke, wajenge timu. Huwezi kuniambia wale wanakaa pale wanakwambia mtu kama Shabalala ni mzee. Brother, nani anasubutu kumwita Shabalala mzee kwenye nchi? Watu wanakaa pale wanaacha wachezaji walio bora, wanaenda kwenye timu nyingine wanaperform vizuri. Mimi niseme kitu kimoja, uongozi wa Simba wote unatakiwa kukubali matokeo, wakae pembeni, damu changa iingie, ifanye mageuzi, ifanye mapinduzi. La sivyo wataendelea kumuona Alikamwe mchawi hivi hivi. Na Alikamwe ataendelea kuwasimanga kwa sababu ndio furaha yake na ndio afya yake ilipo. Lakini Simba kumleta huyo kocha bao ni kutafuta tukichaka cha kwenda kupunguza pressure na temper. Viongozi hawatakiwi kukimbia masaibu ya timu walioandaa wenyewe. Wanatakiwa kukaa na timu
wanatakiwa kukaa na wachezaji, wanatakiwa kukaa na mashabiki kuzungumza nao. Bila mashabiki hakuna kitakachoendelea. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.